Kuna hii ya kiungo wa Young Africans, kiungo mshambuliaji by the way wa Young Africans, Alan Okello. Jana alikabidhiwa medali yake ya ubingwa wa ligi ya Uganda kutoka Vipers. Okello alichangia ubingwa kwa mabao 3 na assist 3 katika mechi 6. Huyo Okello kumbe sio wa sasa, ni wa zamani. Imagine mabao 3 na assist 3 kwenye michezo 6. Yaani kahusika kwenye mabao 6 kwenye michezo 6. MVP Abdul Karim wa Tambara ndo alimpa Starboy Alan Okello medali yake ile ya ubingwa wa pale ligi kuu ya Uganda. Starboy si tu Tanzania kuwaka, kule kwao walikuwa wanagawa mateso vibaya mno. Namba zinaongea. Nafikiri alikuwa na kiwango kizuri, ndio maana Yanga wakamsajili. Michezo 6 kahusika kwenye mabao 6. Amehusika kwa namna moja ama nyingine kuwafikisha pale kwa maana ya Vipers kwenye msimu huu, lakini ni mchezaji mzuri. Of course tumeshazungumza sana kuhusu stories za Alan Okello, lakini ni kiungo mshambuliaji ambaye atakupatia namba, atakupatia uwezo mzuri sana wa kwenye kutengeneza nafasi. Imagine katika msimu tu huu mwezi Mei amehusika kwa kiungo kikubwa sana. Ndio mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi sana kuliko mchezaji yeyote kwenye ligi. Katengeneza nafikiri nafasi 24. Chama ndo anamfuatia nafasi 22, Faisal nafasi 19, lakini pia tazama hata namna ambavyo Alan Okello anakuwa bora zaidi. Katika mabao 9 ambao wamefunga, unaona kabisa on target kapiga 13 kwenye mwezi Mei huu. Kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye ana vitu vingi sana, lakini ni mchezaji ambaye akiendelea hivi huenda tukashuhudia kiwango kizuri sana akiendelea kukionyesha akiwa na Yanga. Starboy, mambo ni mazuri sana bana. Zipo taarifa tetesi, ndo muda wake. Young Africans wanataja kumuinda aliyekuwa kocha wa zamani wa Gor Mahia Sinisa Miik ama Sinisa Miis. Ni miongoni mwa makocha ambao Young Africans wanatajwa kuwa mendea kwa ajili ya kuwapata kwa msimu 2026 2027. Baada ya kuifundisha Gor Mahia, Sinisa aliondoka Kenya, sasa hivi ipo Kolashia, lakini anakumbukwa kwa kuisaidia by the way Gor Mahia ndo timu yenye mataji mengi pale Kenya, nafikiri wenye mataji 22 ya ligi kuu ya Kenya na mambo kama hayo. CV yake sijaipitia kwa ukubwa zaidi, lakini kwa hiki ambacho nimekipata na kila alichokifanya kwenye ligi kuu ya Kenya FKF, inaonekana ni kocha ambaye kidogo anijua soka la Afrika, japo ni ligi mbili tofauti. Nafikiri pia to me kwa Yanga wameshahangaika sana na makocha kutoka nje ya Afrika. To me kama wanahitaji kocha wangetafuta pia na kocha ambaye ni Mwafrika. Ujue nimefuatilia sana, wamekuwa wakihangaika sana makocha. Of course kina Nabi walifanya vizuri, wanapaswa kuangalia pia wakifanikiwa kupata kocha ambaye ni mzuri pia ambaye ana asili ya Kiafrika kwenye baadhi ya mataifa, hususan hata kwenye michuano ya klabu bingwa. Hawatu wahangaika kwa asilimia kubwa sana, maana atakuwa analijua soka la Kiafrika, lakini pia na vitu vingi sana ambavyo vipo. To me iko hivyo. Okay. Hivi Yanga wana kila sababu ya kutafuta kocha mpya ama hata huyo aliyopa anatosha? Kikubwa ni silaha alizonazo. Yaani wenyewe wanachokiamini hatoshi. Okay. Ndio maana wanatafuta kocha. Ndio maana hata huyu alivyokuja kupewa timu, ndio maana hata kipindi wanatoa hiyo taarifa kwamba kwa maana timu itakuwa chini ya Mwalini, walisema kwa sasa. Kwa sasa mpaka msimu utakapomalizika. Hata klabu ya Yanga itakuwa chini ya Mwalini. Kwa hiyo anaamini kabisa baadaye hatakuwa yeye. Bana. Mimi kuna muda huwa naamini kwamba mwalimu, naamini kwamba kuna namna mwalimu anapaswa pia naye awe anajiongeza, lakini kujiongeza kwake lazima kutokana na silaha alizonazo, kwa maana nishati ya wachezaji.
alionao. Kama una wachezaji wazuri wapambanaji, uweze kupata kitu kilicho bora. Inawezekana wakawa na wazuri ila ukashindwa kuwapanga ni sahihi, maana nikazungumza lazima awe na ubora wake binafsi, lakini kwa Tanzania nafikiri timu zetu inawezekana ikawa ni shida pia ambayo unaiona kubadilisha makocha. Hata kwa wachezaji inawezekana ikawa inawapa wakati mgumu kuadapt na kuzoea mbinu kutoka kwenye kuswitch kutoka kwa mwalimu huyu kwenda kwa mwalimu mwingine. Imagine leo hapo na Morin. Msimu unaanza wanakuwa na kocha mpya. Lazima wa twist ama wa switch kutoka kwa Morin waje kwa mwalimu mpya. Kuna wengine itawachukua muda, na wengine hivyo. Naona kama kuna namna hivi na inakuwa kama inawachanganya wachezaji kwa namna moja au nyingine. Hapo hapana shida. Ujue mwalimu anatafuta kutokana na falsafa ya timu. Okay. Timu inachezaje? Kwa hiyo mwalimu lazima yeye awe anaposajiliwa aendane na timu. Sio timu iendane na mwalimu. Sio timu iendane na mwalimu. Maana kuna utamaduni wa timu umeshatengenezwa. Kwa hiyo kama utamaduni wa timu umeshatengenezwa, lazima yeye akopi na kupaste then yaendane na timu inavyocheza. Yeye vitu vichache tu anapaswa aviboreshe, lakini kiujumla bado hata kwangu mimi bado naona mwalimu hatoshi. Okay. Mwalimu hatoshi kwa maana kama watamwacha sidhani kama anaweza kawafikisha nchi ya ahadi kwenye mafanikio makubwa sana. Kwenye ligi of course watapambana, watatumia wachezaji, watapambana sana, lakini pale ambapo inahitaji uwezo mkubwa sana wa fikra, kimbinu, ufundi kutoka kwa wachezaji, bado utashindwa kuviona vitu hivyo kwa mwalimu kwa asilimia kubwa sana. Hatari sana. Ngoja tusubiri tuone panapovuja. Mvua inyeshe tuone panapovuja ni wapi. Kama unasema atoshi, wananchi pia alisema kwa sasa ndiye atachukua mikoba mpaka mwishoni mwa msimu. Kwa sasa ameshakutana na kichapo mara moja, sio bwana? Ameshaonja kichapo mara moja. Haya ni mambo ya wananchi Young Africans. Kwa sasa tugusie kimataifa kubwa zaidi.